Kusisitiza lazima tushirikiane kwa pamoja, kila mmoja kaonesha nia na dhamira ya dhati ya kuona miradi mikubwa inatekelezwa hapa nchini. Tumesha saini mikataba, tunaendelea na majadiliano, lakini lazima tuifikishe mwisho, miradi ianze kutekelezwa. Mmekuwa mna hoja nyingi ambazo serikali inazipokea, lakini na mimi leo nimeamua niwape na hoja za serikali pia, kwa sababu ukisoma kwenye kifungu cha 50 cha sheria ya madini Roman 4 inazungumza vizuri kabisa, kuanzia Roman 3 mpaka 4 nasema vizuri kabisa. Changamoto kubwa tunayoipata hivi sasa, tukimaliza ku issue license, baada ya mimi kwenda kujenga hoja kwenye baraza la mawaziri, kinachofuatia mradi wa uanzi moja kwa moja inakuja hoja ya kwenda kutafuta mtaji, lakini sheria haisemi hivyo. Sheria haisemi hivyo, ambacho sasa na serikali ikiamua isimamie hapo, hakuna uwekezaji. Kwa kuna wakati, ndugu zangu wa chemba ya migodi, lazima pia tufike hatua tukutane katikati, kwa sababu sheria inakutaka wewe an entitled applicant uthibitishe uwezo wa kifedha kuendesha mradi. Sasa na haya mambo pia tutakaa hapa tutazungumza wote kwa pamoja. Lakini bottom line, ujumbe wa leo ni kwamba lazima miradi yote mikubwa ambayo tumeingia mikataba tuhakikishe ya kwamba inaanza utekelezaji kwa kutatua changamoto ambazo zipo kwa upande wa kila mmoja. Sisi kwetu kwa serikali, matuduli wengi hapa mmekuwa mashahidi, zile hoja ambazo zinaigusa Wizara ya Madini moja kwa moja tumejitahidi kwa kiwango chetu. Lakini sisi kupitia mwamvuli ambao tumekubaliana, baada ya kikao cha kesho tutakubaliana kwenye GNT namna bora ya kwenda mbele, kwa sababu sasa lazima kwa upande wangu na mimi pia nirudi katika sheria inaniambia nini sasa. Vinginevyo miradi haiwezi kutekelezeka kabisa, kwa sababu tumejitahidi kama serikali overstretch kufanya sehemu yetu. Lazima tukutane katikati. There's no way kwamba mimi natakiwa tu mimi ndo niwe natoa tu. Haiwezekani hata kidogo, na haiwezi kuwa serikali pia katika mazingira hayo. Waita hapa, lengo langu kubwa kabisa, nataka kuiona hii migodi inakuwa operational. Hilo ndio lengo kubwa kabisa, na kama nilivyosema tunaongozwa na 4R za Mheshimiwa Rais. Majadiliano kwangu ni jambo kubwa na la msingi sana. Hii ni sekta ambayo haihitaji matumizi makubwa ya mabavu, kwa sababu ni mitaji ya watu. Ni sekta ambayo inahitaji hasa kwenye kushauriana na kutafuta namna nzuri, lakini pale ambako itahitajika pia matumizi ya sheria, basi itabidi tufanye hivyo kwa muktadha wa maendeleo ya sekta ya madini.